Waandishi wa habari na wanahabari kwa ujumla, ndugu wananchi wa mkoa wa Singida na umma wote wa mkoa wa Singida, nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru na kuwapongeza wote kwa namna ya pekee ambao umeufanya mkoa wa Singida kuwa mkoa ambao ni wenye utulivu, wenye amani na wenye usalama. Tunapoelekea katika kumaliza mwaka huu wa 2025 na kuukaribisha mwaka wa 2026, ni vyema wote wakazi, ni wote wa umma wa mkoa wa Singida tukajipongeza kwa namna ambavyo tumeendelea kushirikiana na jeshi lenu la polisi kuhakikisha mkoa uko salama. Leo nitumie nafasi hii kuwapa machache kulingana na hali halisi ya mkoa wetu wa Singida, na hasa tunapoelekea kumaliza mwaka. Kwa ujumla, mkoa wetu wa Singida mpaka hapa tulipo uko salama, pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini mkoa uko salama, kwani unatoa fursa kwa wananchi wake, wakazi na wapitaji kuendelea kujitafutia riziki yao wakiwa salama salimini. Haya yote hayakutokea tu, bali ni kutokana na ushirikiano wenu, lakini pia ushirikiano vya vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilivyopo ndani ya mkoa wetu wa Singida. Ndugu wanahabari na umma kwa ujumla, kuelekea sikukuu za mwaka mpya, lakini sikukuu ya Krismasi, jeshi la polisi kama navyosema limejipanga vizuri kuhakikishia wananchi wake wanaenda kusherekea hizo sikukuu zote mbili kwa wakati, zikiwa limejipanga vizuri ya kwamba mali zao wanaendelea kuwa salama. Kupitia sherehe hizo, yapo ambayo huwa yanajitokeza kama hivi sasa tunavyosema, hasa kwenye vipindi hivi vya mwisho wa mwaka. Nimeamua nije hapa kwenye stendi yetu kuu ya mabasi, nikianza na swala zima la usalama wa usafirishaji wa abiria. Yapo yanayojitokeza ambayo kwayo sisi watu tunasema ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za nchi na hasa sheria za usalama barabarani. Yapo matumizi mabaya kwa madereva wetu wanaoendesha vyombo vya usafiri na usafirishaji, ambao ni madereva kuendesha magari yao, pikipiki zao, bajaji zao, daladala zao wakiwa wamekunywa kilevi au wamevuta kilevi. Kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani. Lakini wapo madereva ambao hutumia mwanya huo kuendesha magari kwa mwendo wa hatari, tunaoita mwendo wa hatari, ambao ni kuendesha kwa spidi kubwa. Spidi hiyo mara zote huzalisha matukio ya ajali. Lakini wakumbuke kwamba wanapoendesha mwendo huo wa hatari, barabara kwa mujibu wa sheria za nchi yetu linatumika na watu mbalimbali, vikiwemo vyombo vya moto, lakini hata vile ambavyo sivyo vya moto. Bado barabara ni sehemu ya kupita mwananchi yeyote awaye. Ndugu wanahabari, kupitia angalizo hilo, jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wakinzani wa sheria za usalama barabarani wanachukuliwa hatua, tena hatua kali dhidi ya yale ambayo watayafanya. Mfano, kwa yeyote ambaye atafika kwenye kituo chetu hiki cha basi, kwa dereva anayesafirisha abiria, atapimwa kilevi kabla hajaruhusiwa kuendelea na safari yake. Lakini huko barabarani bado tumejipanga kuhakikisha kwamba askari wanakuwepo kuhakikisha wanasimamia hiyo miendo ya hatari, overtaking za ovyo ovyo, lakini kile tunachosema kwamba kuwanyima wengine haki ya kutumia barabara. Mkumbuke ya kwamba barabara linapitisha si tu magari, si tu pikipiki,
si tu daladala au bajaji, lakini hata mtembea kwa mguu anayo haki ya kutumia barabara. Kumbe basi tuone ya kwamba wote tuna haki ya kulitumia barabara letu kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa. Ndugu wanahabari na umma kwa ujumla, jeshi la polisi litaendelea kuwakamata wale wote watakao wakinzani wa sheria za nchi, kama navyosema, za makosa mbalimbali ya barabarani na hata mengine ya kijinai. Nitoe rai kupitia hilo, ndugu zangu mlio mbele yangu, lakini wanahabari na wananchi kwa ujumla, tushirikiane. Ni kipindi cha kushirikiana na jeshi lenu kuhakikisha haya yote ninayoyaelekeza yanasimamiwa kwa nguvu zetu zote, ili tuhakikishe kwamba tunaenda kuvuka salama mwaka wa 2025 na kuupokea mwaka wa 2026 tukiwa salama salimini. Ndugu wanahabari na umma kwa ujumla wa mkoa wa Singida, niendelee kutumia jukwaa hili la kuambia yenu ya kwamba tunapoelekea katika kumaliza mwaka, yapo maeneo mbalimbali ya starehe ambapo wananchi hukusanyika, lakini wapo ambao wanaondoka majumbani kwao kwa ajili ya kuelekea eneo hilo. Niwape angalizo na kutoa rai kwao, mhalifu naye hutumia fursa hiyo. Tusiondoke wote nyumbani tukaacha majumba yetu yakiwa wazi kwa ajili ya kwenda kwenye sikukuu na sherehe mbalimbali. Tuwekeni ulinzi kama ilivyo ada, ulinzi shirikishi. Mshirikishe jirani yako, mshirikishe ndugu yako kwamba mimi naondoka kwenda mahala fulani, lakini nyumba yangu basi jaribu kuiangalia. Hiyo itatusaidia kwenda kwenye sherehe na kurudi na kukuta mali zetu zikiwa salama. Lakini lipo jambo ambalo mara zote tumekuwa tukifanya, si tu kwa maana ya kumfurahisha mwanao au mtoto. Tunawapeleka watoto wadogo kwenye majumba ya starehe. Mahala hapo sio sehemu yake kwa mtoto, na hasa aliye mtoto wa chini ya miaka 18. Nitoe angalizo na rai, tusifanye hivyo. Tunajenga tabia ambayo sio salama kwa watoto wetu. Kwenye majumba ya starehe yanaweza yakatokea mambo ambayo sio rafiki kwa umri wake huyo mtoto. Hivyo basi ni vyema hata kama tunakwenda nao, basi tuwapeleke eneo ambalo linakubalika kwa umri wao, kuweza kufurahi, kuweza kuburudika, lakini si kwenda kuwachanganya kwenye mabaa, kwenye kumbi za starehe kama vile madisco na mambo kama hayo. Lakini kama tutaamua kuwapeleka watoto hao, nitoe angalizo wenye kumbi mbalimbali za watoto, tujiepuke kujaza kupita kiasi, maana napo ni hatari kwa maisha ya hao watoto wetu. Kumbe basi kama ukumbi, kama jumba la starehe lina uwezo wa kubeba watu 50, basi liishie kubeba watu 50 na si vinginevyo, maana ni hatari kwa maisha ya watoto wetu. Lakini jambo jingine ambalo nimalizie katika kupitia dawati hili la kuzungumza na wanahabari, lakini pia la kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Singida, ipo haja ya kushirikiana na jeshi la polisi hapa tunapoelekea sasa kuumaliza mwaka. Yapo matisho ya hapa na pale. Mimi niwaombe kwa usikivu wetu, kwa utulivu wetu, wana Singida, jeshi lenu lipo kwa ajili yenu. Lipeni taarifa, lipeni ushirikiano, ili tuijenge Singida yetu pamoja, ili tuweze kuwa wamoja zaidi. Tuepuke lugha za kuchochea, za kuvunja amani, maana wote ni wana Singida, wote ni Watanzania, na lengo letu ni kuidumisha amani. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, yawezekana sintagusa kila eneo, lakini mimi kubwa leo ni kuwatakia Krismasi njema, mwaka mpya mwema, ili tujipange wote kwa ajili ya kuupokea na kujiletea maendeleo yako wewe mtu mmoja mmoja, lakini mkoa kwa ujumla na nchi kwa ujumla, ili tuweze kusonga mbele. Baada ya haya machache, naendelea tena kuwatakia siku njema yenye mafanikio na furaha tele. Asanteni sana.